أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin, Mwenyezi Mungu awe msaidizi wake, anasema safari moja Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam alisema ya kwamba mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye amenijalia jumuiya iliyo na ikhlasi na unyofu. Naona ya kwamba kazi na shabaha ambayo nawaita kwayo kwa kasi na jazba sana, na wakishindana katika hiyo na sawa na nguvu na uwezo wao wote wanasonga mbele. Nami naona ya kwamba watu hawa wamejaaliwa ukweli na ikhlasi. Mifano ya utii na ikhlasi na uhusiano na mapenzi kwa Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam tumeiona mingi. Yapo matukio mingi ya masahaba wa Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam, na katika familia za zamani za Kiahmadia yamepatikana masimulizi yanayoeleza uhusiano wa namna hii, na katika vitabu vyetu na kwenye hutuba mbalimbali za makhalifa kumbukumbu zake huwa zinapatikana. Lakini uhusiano huo uliopatikana kwa Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam na unaendelea katika familia zile, na wanajumuiya wapya pia wanao na wanatakiwa wawe nao. Uhusiano huo haujaishia kule, bali kwa mujibu wa ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyoifanya kwa Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam, uhusiano huo imara ndio unaopatikana kwa ukhalifa wake, na uhusiano huo ndio ulio dhamana na dalili ya nguvu na umoja wa jumuiya. Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam alipoitolea jumuiya yake habari ya kuondoka kwake kutoka dunia hii, pamoja na habari hii akipata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akatoa habari njema ya kuanzishwa kwa ukhalifa katika jumuiya. Hivyo Sayyidina Ahmad alayhi wassalam katika kitabu chake cha Al-Wasiya alisema, msihuzunike kwa habari niliyowaambieni, wala nyoyo zenu zisifadhaike, kwani hamna budi kuiona kudra ya pili vile vile, na kuja kwake ni bora kwenu, kwa sababu hiyo itadumu, nayo itaendelea bila kukoma mpaka kiyama, na hiyo kudra ya pili haiwezi kuja mpaka niondoke. Lakini niondokapo, hapo Mwenyezi Mungu atakutumieni hiyo kudra ya pili itakayo dumu nyani milele, kama Mungu alivyoahidi katika Brahine Ahmadia. Na ahadi hiyo hainihusu mimi, bali yawahusuni nyinyi,
kama alivyosema kwamba nitashindisha jumuiya hii inayokufuata juu ya wengine hadi kiyama. Basi kutokana na ahadi hii ya Mwenyezi Mungu, baada ya kifo chake nizamu ya ukhalifa ilipatikana, na kupatikana kwa nizamu hiyo ya ukhalifa si kitu hadi usiwepo uhusiano wa upendo na mapenzi uliojaa ikhlasi na unyofu baina ya wanajumuiya na khalifa wa zama. Na Mwenyezi Mungu ndiye anayeweza kuzalisha uhusiano huo, na mtu yeyote au juhudi yoyote ya kibinadamu haiwezi kuzalisha uhusiano huo wala kuusimamisha. Na uhusiano huo ndio ulio dhamana ya nguvu, umoja na maendeleo ya jumuiya, na ndiyo dalili ya kutimia kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu na msaada na fadhili za Mwenyezi Mungu zilizopatikana kwa Hazrat Masih Maud alayhi wassalam, na ndiyo dalili ya ukweli wa silsila hii. Uhusiano kwa ukhalifa ambao wanajumuiya wanao, wakiwemo wanajumuiya wa zamani na wapya vile vile, vijana na watoto, wanaume na wanawake pia, wanajumuiya waishio mbali sana ambao hawakubahatika kumwona khalifa wa zama, wote wamo. Lakini watu hawa wote pamoja na kushiriki katika jumuiya wamezidi sana katika ikhlasi na utii, na wanajaribu kuzidi zaidi. Ujumbe wa khalifa wa zama unapowafikia, kujitahidi kuutekeleza ipasavyo, na jinsi wanavyoonyesha hisia za upendo na mapenzi, hiyo inatushangaza mno. Na hayo yote ni ushahidi wa kimatendo wa kutimia kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maendeleo ya jumuiya pia yameunganishwa na uhusiano huo huo, kama nisemavyo ya kwamba uhusiano uliopo katika jumuiya kwa ukhalifa na khalifa wa zama anao kwa jamaat, huo ni ushahidi wa msaada na fadhili za Allah. Na hayo si maneno matupu, bali yapo maelfu na malaki ya matukio ambapo wanajumuiya wanaonesha hisia za namna hii. Ikiwa yakusanywe matukio haya yote, yatatoka majalada mazito mazito yasiyohesabika. Kwa vyovyote vile, wakati huu nitaeleza baadhi ya matukio, hisia, upendo kwa khalifa wa zama ambayo wanajumuiya wameendelea kuwa nazo katika kila zama na hadi leo zipo. Baada ya kifo cha Hazrat Masih Maud alayhi wassalam zilianza kupatikana, na hadi leo baada ya kumalizika kwa miaka 112 zipo kama zilivyo. Wapinzani walikuwa wakifikiri ya kwamba baada ya kifo cha Hazrat Masih Maud alayhi wassalam silsila hii itakwisha, lakini uhusiano wa wanajumuiya wa upendo na mapenzi yenye ikhilasi na unyofu kwa ukhalifa na kwa Hazrat Masih Maud alayhi wassalam unaendelea kuongezeka. Na kwa nini isitokee hivi? Hiyo imetokana na bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa nitaeleza matukio machache. Nitaanza na Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu, na kwanza nitaeleza matukio kama mawili. Mhariri wa gazeti la Al-Badr
akieleza hali za siku za marazi ya Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu anaandika, siku hizi barua nyingi za makhudam za kumjulia hali zinakuja, na kuhusu barua hizi Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu alisema, na waombea wote wanaoniandikia barua za kunijulia hali. Mhariri anaandika ya kwamba wanajumuiya wanaompenda khalifa wanaendelea kueleza hisia za ajabu za upendo wao kwa khalifa mtukufu. Naweka muhtasari wa barua hizi kama mifano. Hakim Muhammad Hussain Sahib Quraishi anaandika, siku moja nilikuwa nimemwomba Mwenyezi Mungu ya kwamba, ewe Mola, haja za maisha ya Hazrat Nuh zilitokana na zama maalum tu, na haja zinazohitajika saa hizi unazijua wewe tu. Hivyo utukubalie ombi letu na umjalie imamu wetu umri mrefu kama ulivyomjalia Nuhu. Kisha anaandika, ndugu Muhammad Hassan Saheb Punjabi kutoka Madras anaandika, kwa kuisoma habari ya kupona kwa Hazrat Saheb, furaha ambayo nimeipata, Mungu wangu aliye mkarimu na mwenye rehema ndiye anaijua. Kisha mhariri anaandika, mapenzi ni kitu cha ajabu. Rafiki yetu Mia Muhammad Bakhsh Saheb ambaye anafanya biashara nchini Australia anaandika katika barua yake ya kwamba, katika gazeti la Qadian kuhusu Hazrat Khalifatul Masih, kichwa cha habari unachokiweka kisiwe na maneno ya Khalifatul Masih peke yake, bali katika kichwa cha habari liwepo neno lolote la kuashiria kwa siha yake, kwani wakati wa kufungua gazeti la Badr, maneno ambayo macho yetu yanatamani kuyaona ni maneno ya kichwa cha habari ile, na moyo wetu unatamani ya kwamba katika kichwa cha habari yawepo maneno ambayo kabla hatujasoma habari za ndani yawe yenye kutuliza na kuburudisha mioyo yetu. Hivyo tunathamini sana hisia za rafiki yetu mpendwa, na safari hii sawa na matakwa yake tunaweka kichwa cha habari. Kisha alikuwepo sahaba mmoja wa Hazrat Masih Maud alayhi salam aitwaye Hazrat Abu Abdullah Sahib wa Khiva Bajwa. Siku moja alipokuwa ameketi kwa Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu, alimwambia akisema kuwa ni nasihi. Hazrat Khalifatul Masih Awwal akasema, Maulvi Sahib, sioni kama kuna kitu kilichobaki, yani mema yote umeisha yafanya tayari. Sasa labda kilichobaki ni kuhifadhi Qur'ani tukufu tu. Hapo sahaba huyo akiwa na umri wa miaka 65 akisikia kauli hiyo ya khalifa mtukufu, na akaanza kuhifadhi Qur'ani tukufu, na licha ya kuwa na umri huo mkubwa akahifadhi Qur'ani tukufu na akawa hafiz. Kusudio lake lote lilikuwa la kufuata amri ya Khalifatul Masih na kuitekeleza ipasavyo. Katika zama za Hazrat Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu anhu, mnamo mwaka 1923 katika maeneo ya Malkane harakati za shudi zilipopamba moto. Kwa kuona hali hiyo, moyo wa Hazrat Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu anhu ukakosa utulivu, na mwaka huo Machi 9 katika hutuba ya Ijumaa akaeleza mbele ya wanajumuiya mpango wa kwenda huko kwa matumizi yao, na kwa kufanya mahubiri waweze kuwarudisha hawa walioritadi katika dini. Jumuiya ikasema labbaik. Wasomi wakubwa, wafanyakazi wa serikali, walimu, wafanya biashara ilmuradi kutoka kila tabaka
watu wenye ikhilasi wakaendelea kuhubiri katika maeneo hayo, na kutokana na juhudi zao maelfu ya watu kwa mara nyingine tena wakaanza kusoma shahada ya Mungu mmoja. Mzee mmoja Qari Naimuddin Saheb Bengali siku moja alipokuwa ameketi katika majlisi ya Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu anhu, kwa rukhsa ya huzur akasema, wanangu Maulvi Zillur Rahman na Mutiur Rahman mwanafunzi wa BA hawajaniambia lolote, lakini nimehisi ya kwamba mpango alioeleza huzur wa kwenda katika maeneo ya Rajputana na kufanya mahubiri kwa kujitolea na masharti aliyoyaeleza ya kuishi huko, huenda wakawa na fikra hii ya kuwa ikiwa watajipendekeza kwa ajili yake, labda mimi niliye baba yao na ni mzee sana, labda nitapata taabu. Lakini mimi nikimfanya Mungu kuwa shahidi, nasema hivi kuwa sina huzuni na ghamu yoyote ya kwenda kwao na kupata shida na taabu. Nasema wazi kuwa ikiwa wote wawili wakimtumikia Mwenyezi Mungu wafe katika njia yake, hata hivyo sitatoa machozi, bali nitamshukuru Allah. Kisha si hawa wawili tu, bali mwanangu watatu Mahbubur Rahman pia akiitumikia dini au wawe shahidi, na ikiwa niwe na watoto wengine 10 nao pia wawe shahidi, hata hivyo sitakuwa na ghamu yoyote. Hapo khalifa mtukufu na wanajumuiya wakasema jazakallah. Na mwaka 1924 Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu anhu alikuja kufanya ziara ya Ulaya. Siku hizi chache alipokuwa mbali na wanajumuiya wake, zikawafanya wanajumuiya wakose utulivu. Ipo riwaya moja inayoeleza hali yake. Babu Sirajdin Saheb, mkuu wa kituo cha gari moshi, anaandika, mpendwa wangu, sisi tuko mbali, hatuna namna. Ikiwa ingewezekana tungejifanya kuwa vumbi ya miguu ya huzur ili tusingehuzunika na umbali huo. Mpendwa wangu, kwa miaka 4 sasa sikuweza kwenda Qadian Darul Aman, lakini moyo wangu ulikuwa na utulivu kuwa nikipenda tu nitaenda kukutana na huzur. Lakini kwa sasa hata siku moja ni vigumu kwangu. Mwenyezi Mungu amjalie huzur kheri na afya, ushindi na msaada wake, na amfanye arudi haraka. Mapenzi haya yamepatikanaje? Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu anasema, mwaka jana kijana mmoja aliyekuwa mkazi wa wilaya Sargoda aliposikiliza kuhusu mpango wangu wa kufanya mahubiri, kijana huyo bila kuwa na pasipoti alitoka na kufika Afghanistan. Akasema ya kwamba hiyo ni amri ya khalifa mtukufu, hivyo kuitekeleza amri yake ni jambo la lazima. Basi akasikiliza amri na kufika Afghanistan na akaanza kufanya mahubiri. Kwa kuwa alikuwa hana pasipoti, hivyo serikali ikamkamata na kumweka gerezani. Huku gerezani akaanza kuwahubiri wafungwa, mahabusu na maafisa mbalimbali, na pia akawasiliana na wanajumuiya wa nchi ile na akawavutia watu wengi. Mwishowe maafisa wakamshtaki kwamba mtu huyo anaendelea kuwavutia watu hapo jela. Mashekh wakamtolea fatwa ya kuuawa kwake, lakini waziri akasema kuwa mtu huyo ni raia wa kizungu, hivyo hatuwezi kumua. Ndipo serikali katika ulinzi wake ikamrudisha India. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu anaandika ya kwamba baada ya miezi mingi kijana huyo akarejea, na hali ya jazba aliyokuwa nayo ndiyo hii ya kwamba nilipomwambia ya kwamba zilikuwepo nchi nyingi, wewe ungeweza kwenda huko na ungeweza kufanya mahubiri na usingekamatwa. Hapo akasema,
sasa niambie nchi gani niende, nitakwenda huko. Mama ya kijana huyo yu hai, lakini hata hivyo alikuwa tayari kwenda katika nchi ile bila kukutana na mama yake. Lakini sasa nilipomwambia, basi ameenda kukutana na mama yake. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu anasema, ikiwa vijana wengine pia waoneshe hima na jazba kama alivyoonesha kijana huyo aliyetoka Afghanistan, basi katika muda mfupi tu dunia inaweza kupata mageuzi na mabadiliko. Alikuwepo ndugu mmoja wa Syria aitwaye Muhammad Ashiwa Saheb. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu alipoenda kuzuru Syria, bwana huyo akapata bahati ya kufuatana na huzur na kwenda Lebanon. Alikuwa wakili mahiri na alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Kwa kuwa alikuwa wakili, hivyo alikuwa akipenda kuongea kwa dalili na hoja, lakini kila alipokuwa akisemwa na kuambiwa ya kwamba amri hii imetoka kwa khalifa wa zama, basi hapo alikuwa anasema kwamba inatosha, amri imetoka kwa khalifa na jambo limeishia hapo hapo. Huu ndio uhusiano ambao watu hawa waliokuwa nao. Zama za ukhalifa watatu zilipowadia, alikuwepo mama mmoja wa Kiahmadia wa Marekani, dada Naima Latif, ambaye alikuwa akimpenda sana khalifa wa zama na alikuwa akitoa kipaumbele kwa utii wa khalifa wa zama. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah taala katika ziara yake ya Marekani alipotoa hutuba moja katika chuo fulani na kueleza umuhimu wa kutumia hijabu, mama huyo akasikiliza hutuba yake na wakati huo huo akaanza kutumia hijabu. Na katika zama zile mama huyo alikuwa peke yake katika maeneo yake, ambaye alikuwa akionekana katika hijabu ya Kiislamu. Alikuwa na hisia hizi tu kwamba hii ni amri ya khalifa wa zama na ana uhusiano naye, hivyo kuzingatia uhusiano huo ni wajibu wake. Na alikuwa anasema kwamba nimefanya bayati, hivyo kutekeleza amri ya khalifa ni wajibu wangu. Nazir Ahmad Sahib Sawal aliyekuwa mwanajumuiya mwaminifu wa wilaya ya Khanewal, ambaye amesimulia riwaya hii ya kwamba alikuwepo mwanajumuiya mmoja mwenye ikhlasi aitwaye Mheshimiwa Meher Mukhtar Ahmad Sahib wa Bagar Sargana, ambaye mwaka 1974 wapinzani walipomnyanyasa sana, na kwa kuwa Meher Sahib alikuwa mhubiri hodari na shujaa, hivyo hata jamaa zake pia wakampinga vikali na wakajitenga naye. Meher Sahib kwa sababu ya upinzani huo akajiimarisha zaidi katika imani yake na akaanza kuwahubiri watu wengi. Wapinzani pia wakaanza kumpinga vibaya na mipango yao ya kumpinga ikaanza kupamba moto. Yeye ili aweze kuwalea watoto wake na kuwapa mafunzo ya Kiislamu na kielimu katika mazingira matakatifu, akaiuza ardhi iliyokuwa katika umiliki wake na akachukua shamba la kukodisha karibu na maeneo ya Rabwa na akaanza kufanya kilimo. Alipokutana na Khalifatul Masih Salis rahimahullah taala na kumweleza kuwa nimeuza shamba langu lililokuwa katika kijiji cha Bagar Sargana na nimechukua shamba la kukodisha lililopo karibu na Rabwa na nimeanza kulima shamba hilo, hapo huzur hakulipenda jambo hilo ya kwamba kwa nini ameyahama maeneo yake. Hapo Meher Saheb akaonyesha utii kamili, akamwomba mliki wa shamba ili amrudishie hela yake aliyokuwa amemlipa. Yeye akakataa. Hapo Meher Saheb akayaacha mavuno yote kama yalivyo na bila kuchukua hela yake akarejea watani wake Bagar Sargana, na ardhi yake aliyokuwa ameisha uza tayari akainunua tena kwa bei ya juu
kisha akamjia khalifa mtukufu wa tatu na kusema ya kwamba amri yako nimeifuata tayari. Huzur rahimahullah taala alimfurahia sana. Safari moja Hazrat Khalifa Masih Saleh rahimahullah taala alisema katika hutuba yake, mwaka 1970 nilikwenda kuitembelea Afrika. Huko mbashiri wetu alituandalia mpango mmoja ambao ulikuwa wenye kunihuzunisha sana, kwani kwa kumaliza umbali wa maili 100 nilifika sehemu fulani katika wakati ambapo nilikosa muda wa kupeana mkono na wanajumuiya. Usumbufu huo haukuwa kwa sababu ya safari yake ya maili 100, bali ulikuwa umenihuzunisha, kwani programu yenyewe ilikuwa na muda mfupi, hivyo sikuwa na muda wa kupeana mkono na wanajumuiya, kwani ilikuwa nitoe hutuba katika kikao kilichokuwa kimehudhuriwa na Wakristo waliokuwa wametoka nje. Zura anasema kwamba nikatoa hutuba na maswali na majibu yakaendelea kufanyika, hivyo tukachelewa sana na muda mwingi ukapita. Mbashiri wetu alipowatangazia wanajumuiya kwamba hakutakuwa na jambo la kupiana mkono na Huzur anasema kwamba hapo watu hawa waliokuwa wamepata bahati ya kukutana na khalifa wa zama kwa mara ya kwanza katika maisha yao, na walikuwa hawajui kwamba nafasi hii itapatikana lini tena. Wao licha ya kutangazwa kwa tangazo hilo wakaanza kupeana mkono. Huzur anasema kuwa wanajumuiya wenyeji wa huko wakamsukuma sana katibu wangu maksus na wenzake wengine, ilhali hawakuweza kujua waendako, na wakaanza kupeana mikono. Anasema sawa, kupeana walianza kupeana, lakini zoezi hili halikuwa zoezi la kawaida la kila siku, bali kila mtu alikuwa akishika mkono wangu, kisha alikuwa hawachi, alikuwa akiona uso wangu na alikuwa haachi mkono wangu, na mwenzake alikuwa akisubiri zamu yake. Na tukio hilo likatokea kwa mara 20. Kila aliyekuwa anapeana nami alikuwa anashika mkono wangu na alikuwa haachi mkono wangu na alikuwa anaona uso wangu. Huzur anasema kwamba sisemi kwa wale walio katika jumuiya, kwani wao wanajua uhusiano uliopo baina ya ukhalifa na wanajumuiya. Hivyo ningependa kuwaambia watu wengine wasiokuwa wa Ahmadiyya ya kwamba mimi si mjinga, ya kwamba nianze kuelewa kwamba labda kutokana na sifa yangu fulani watu hawa wanaoishi mbali maili 506,000. Mapenzi ya aina hii yamezalika moyoni mwao. Watu ambao hawakuniona na walikuwa hawanijui, hata wao pia walikuwa wameonyesha shauku ya kupeana mkono. Bila shaka mapenzi haya yamepatikana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu. Kisha ikaja zama za Hazrat Khalifa Masih Rabi rahimahullah taala, naye anasema ya kwamba mabadiliko yasiyo ya kawaida yapatikanayo Afrika yamepatikana kwa sababu ya kujitolea kwa watu wale wa zamani waliojitolea maisha yao wakfu. Leo mabadiliko yasiyo na kifani yanayoonekana huko yakitokea ni mabadiliko ya ajabu na yenye shani kubwa ambayo hata jumuiya za huko hazikuwa na uwezo wa kuyafikiria. Mabadiliko ya ajabu yameshatokea nchini. Baadhi ya wanajumuiya walio na uzoefu mkubwa na walikuwa na athari kubwa katika serikali zao wameniambia kwamba hata sisi hatukujua kuwa kaumu yetu katika kuipenda jumuiya na kushirikiana nayo imeshaenda mbele sana na iko tayari kuupokea ujumbe wa jamaat. Hivyo Huzur anasema bwana mmoja ambaye kutaja jina lake sio sahihi na hata kudhihirisha jina la nchi yake pia sio nzuri, aliniambia kwamba sielewi kuna nini kinachoendelea kutokea, na sikuwa na wazo lolote moyoni mwangu kwamba kaumu yetu kwa kiasi hiki itajaaliwa kumtumikia khalifa wa jumuiya na itapata nafasi ya kuonesha upendo wake. Sikuwa na uwezo hilo. Naye akasema kwamba kile nilichokiona hapa nimekiona kikitokea kwa viongozi wa serikali tu, na hata hivyo kinafanywa kwa mtazamo wa kidunia, na zaidi ya hayo sikumwona mtu akitendwa hivi. Na pia akasema kuwa
humo hakuna juhudi za kijumuiya, yote yatokanayo yanaendelea kutokea kutoka ughaibuni, na jinsi yanavyoendelea kutokea bila shaka yametustajabisha. Basi hayo yote yametokana na Mwenyezi Mungu. kisha Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala akieleza hali fulani ya Pakistan pale ambapo nchini humo ulikuwa ukienea ubaya fulani wa kutumia vibaya mikanda ya video. Huzur anasema, nilikuwa nimetangaza katika hutuba yangu kuwa yapo maovu fulani yanayoendelea kusambaa yatakayoangamiza hulka za taifa na amani zitatoweka kutoka nyumbani na uhusiano wa mume na mke utaharibika na utatokea uharibifu baina ya mahusiano yao. Hivyo muyakemee maovu hayo na muyafutilie mbali. Hivyo barua nilizozipata kutoka Pakistan, kwa kuziona barua zile, moyo wangu ukasujudu mbele ya Mungu na ukasujudu mara kwa mara kwa kuona kuwa wale watu waliokuwa wameshikwa na baadhi ya maovu wakaindika wazi ya kwamba tulikuwa tumejiingiza katika maasi haya. Ni hisani ya Allah kwamba tupo katika jumuiya ya Sayyidina Ahmad al-Islam na sauti yako imetufikia moja kwa moja, ambayo imetufanya tuyavunjilie mbali masanamu haya ya uongo na kuyatupa nje ya mioyo yetu. Tunasema hisia za kusikia na kutii juu ya sauti inayowaita kwenye wema zilizopo katika Jumaati ndiyo roho hasa ya ukweli, na mtu mwongo hawezi kuzalisha roho ya namna hii duniani. Kisha yapo mambo ya ukhalifa wangu. Mwaka 2004 nilikuwa nimefanya ziara ya Nigeria ambayo ilikuwa ya siku 2. Mwanzoni mpango huu haukuwepo katika ratiba, lakini baadaye ukawekwa kwani ndege ilikuwa inatoka kule. Lakini baada ya kufika kule tukapata kuelewa kuwa ziara hiyo ilikuwa ya lazima, na ikiwa tusingekuja isingekuwa vizuri. Muda mfupi kabla, mkutano wa Nigeria ulikuwa umeshafanyika tayari na wanajumuiya walikuwa wameshashiriki katika mkutano huo kwa wingi, na hatukuwa na matarajio kuwa labda kutokana na ujio wangu watu wataweza kuja kutoka mbali. Lakini wakaja kukutana nami kutoka mbali sana, na takriban watu 30,000 kina baba na kina mama wakajumuika kule, na jinsi walivyoonyesha hisia zao za ajabu zilizojaa ikhlasi na imani, kwa kweli zilikuwa za ajabu mno. Uhusiano na upendo kwa ukhalifa ulio na ikhlasi si rahisi uelezwe kwa maneno. Watu ambao walikuwa hawakupata bahati ya kumwona khalifa, walipomwona mbele ya macho yao wakaonesha hisia za namna zake zilizotushangaza mno. Wakati wa kurudi katika maombi, baadhi ya kina mama na watu wengine wakashikwa na hisia za namna zake na walikuwa wakilia kwa uchungu mkubwa. Mwenyezi Mungu ndiye anayeweza kuzalisha mapenzi haya, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu mapenzi haya yanaweza kufanywa. Huzur anasema kwamba masheikh wanasema ya kwamba katika nchi fulani za Afrika tumevifungisha vituo vya Jamaati, na kutoka nchi fulani tayari ahadi zipo za kufunga vituo vyao, na tumefanya hivi na vile, na wanasema mengi. Lakini hebu tuwaulize, imani na ikhlasi ambayo watu wa nchi hizi huwa wanaonesha na nyuso hizi ambazo hata MTA inazionesha kwa dunia, na kisha sisi wenyewe tumekwenda huko na kuona kwa macho yetu, hayo yote ni nini? Je, haya ni matokeo ya kufunga vituo? Kwa vyovyote vile, kazi ya masheikh ni kusema tu, wacha waendelee kusema, lakini mambo hayo yanatuimarisha kiimani na yanaongeza imani yetu. Mwaka 2008 ilikuwa ziara ya Ghana. Huko jumuiya imenunua uwanja mkubwa sana, takribani ekari 500, ambapo mkutano ulikuwa umefanyika. Wanajumuiya wengi walikuwa wameshafika huko kabla ya kufika kwangu.
eneo hilo kabla hatujanunua lilikuwa kiwanda cha kufuga kuku na vibanda vichache vilikuwepo kule. Jamaati ikifanya ukarabati wake ilikuwa imetengeneza sehemu za malazi wakiweka milango na madirisha, lakini hata hivyo sehemu hii ilikuwa ndogo sana, lakini hakuna aliyelalamika. watu waliokuwa wamekuja kushiriki katika jalsa wengi wao walikuwa watu matajiri, wafanya biashara, wengine walikuwa walimu na wengine walikuwa wanafanya shughuli mbalimbali. Walipokosa nafasi ya kulala wakatandika safu nje na wakalala huko. Watu hawa wagana wanasubira sana, lakini katika siku hizi za jalsa wakaonesha sana subira. Mtu fulani alipowauliza watu hawa waliokuwa wamelala nje ya kwamba mtakuwa mmepata usumbufu mkubwa, wakasema sisi tumekuja kusikiliza jalsa tu ambayo inaendelea kufanyika ilhali khalifa wetu yupo pamoja nasi. Hivyo shida hii ya siku mbili si shida. Tumefurahi mno ya kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia kushiriki katika jalsa. Watu waliokuwa wametoka Burkina Faso na pia walikuwa wamekuja kutoka nchi zingine jirani, lakini kundi litokalo Burkina Faso lilikuwa kubwa. Takribani watu 3,000 walikuwa wametoka Burkina Faso na makhudam 300 walikuwa wamekuja na baiskeli wakisafiri kilomita 1,600 kutoka huko. Nilipata taarifa kuwa baadhi ya wanajumuiya hawa wa Burkina Faso wamekosa chakula. Nilimwambia mbashiri kwamba wanajumuiya hawa wamekosa chakula, hivyo uwaambie kwamba tunaomba radhi na uangalie vizuri. Mbashiri alipowaambia kuwa tunaomba radhi, wanajumuiya hawa wakasema wala usijali, shabaha ambayo tumekuja kuipata tumepata, na upande wa chakula huwa tunakula kila siku, lakini chakula hiki cha kiroho hatuwezi kukipata siku zote. Huzuri anasema kwamba jumuiya ya Burkina Faso si ya zamani sana. Nilipokuwa nimekwenda huko, umri wa jamaat hii ulikuwa kama miaka 10 au 15 tu, lakini wanajumuiya hawa wanaendelea kuzidi katika ikhlasi na utii. Na hali ya umaskini ndiyo hii ya kwamba baadhi ya watu waliokuwa wamekuja kushiriki katika jalsa walikuwa na nguo ile ile tu waliokuwa wameivaa, na wakaendelea na nguo zile zile kwa siku 4-5 hadi wiki, na wakasafiri katika nguo zile zile. Walikuwa wamekusanya hela ndogo ndogo, kisha walikuwa wamekuja kwenye jalsa ya kwamba jalsa hii ni ya karne ya ukhalifa na ya uwepo wa khalifa, hivyo lazima tutashiriki. Huzuri amesema kwamba basi mapenzi haya ni nani anayeweza kuzalisha isipokuwa Mwenyezi Mungu. Vijana waliokuwa wamekuja na baiskeli, ikhlasi na imani yao inaonekana hivi ya kwamba vijana hawa wakaendelea kuendesha na kusafiri kwa siku 7 mfululizo, kisha wakafika. Miongoni mwa hawa wapanda baiskeli walikuwepo watu wenye umri wa miaka 50-60 na pia watoto wawili wa miaka 13-14 walikuwepo. Sadr Sahib Khudamul Ahmadiyya wa Burkina Faso alipoulizwa kuhusu safari hii kwamba mtakuwa mmepata usumbufu mkubwa, akasema Waislamu wa zama za awali walijitolea sana kwa ajili ya Islam. Tuliwataka vijana wetu nao pia wawe tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu, na tulitamani kuwa tufanye mpango fulani katika kusherehekea maazimisho ya karne ya ukhalifa ambao uoneshe ikhlasi na utii wetu kwa ukhalifa, nasi tuweze kumwambia khalifa wetu kwamba tuko tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu.
mwandishi mmoja wa habari alipowauliza vijana hawa akisema kuwa baiskeli zenu ni mbovu sana na zimeshachoka mno, mtawezaje kusafiri nazo? Hapo mwakilishi wa vijana akasema, ijapokuwa baiskeli zetu ni mbovu na zimechoka, lakini imani na azma yetu ni imara sana, na sisi tumeanza safari hii ili tuweze kumshukuru Mungu kwa neema yake ya ukhalifa. Sasa habari hii iliporushwa katika televisheni, habari ikasomwa hivi: safari kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kutoka Waga kuelekea Accra. Huzur amesema kwamba Waga ni makao makuu ya Burkina Faso na Accra ni makao makuu ya Ghana, na wakaandika ya kwamba ijapokuwa baiskeli zao ni mbovu, lakini kiimani vijana hawa wako imara mno. Khalifa mtukufu anasema kwamba wanajumuiya hawa walikuwa si wanajumuiya waliozaliwa katika jumuiya, walikuwa si vizazi wa maswahaba, bali ni wakazi wanaoishi mbali sana, na ni wakazi wa maeneo ambayo yana barabara za vumbi tu, na baadhi ya maeneo hayana barabara kabisa, na ni maeneo yasiyo na maji wala umeme. Miaka michache kabla wamejiunga na jumuiya, kisha wameonyesha mifano ya ikhlasi na imani na utii ambayo yanatushangaza mno. Katika baadhi ya maeneo umaskini umewakamata mno, lakini kutokana na kushiriki kwao katika jumuiya ya mtumishi huyo mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu hawa wamepata ikhlasi sana, na pale swala la dini liibukalo, azma yao inakuwa madhubuti kama milima, na wanakuwa tayari kwa ajili ya kutoa kila kitu kwa ajili ya Mungu, na wamejawa na mapenzi na udugu na imani. Basi tuendelee kuwaombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwazidisha katika ikhlasi na imani, na pia atuongeze katika imani. Alikuwepo mwanajumuiya mmoja wa Burkina Faso, Bwana Isa Saheb, aliyekuwa amefanya bayati mwaka 2005, na alipoulizwa kuhusu bayati yake, miaka 3 ilikuwa imesha timia juu ya bayati yake, akasema, leo ni miaka 3 nilipokuwa nimejiunga na jumuiya, lakini kwa kweli leo nimejua kuwa ya kwamba nina bahati gani na kitu gani nimekipata. Siwezi kueleza furaha yangu, kwani leo nimemwona khalifa wa zama na nimekutana naye. Baadhi yao wakati walikuwa wametokwa na machozi, na hivyo upendo wao ulikuwa unaonekana katika macho yao. Basi hii ni ikhlasi na imani ambayo jumuiya hizi mpya zinaonesha. Khalifa mtukufu anasema kwamba mwaka jana, kwa sababu ya mtu fulani aliyesambaza fitina huko Burkina Faso, baadhi ya wanajumuiya na baadhi ya vijana wakapotoshwa na fitina yake na wakawa mbali na jamaati. Walikuwa wakijiita wa Ahmadiyya, lakini walijitenga na nizamu. Nilimtuma mbashiri moja kutoka Mali ambaye alikuwa mwenyeji wao, Bwana Muaz. Yeye akawafahamisha na akawaambia ya kwamba upande mmoja mnasema sisi tuna uhusiano na khalifa, na upande wa pili mnakwenda mbali na nizamu. Hiyo si sahihi. Hapo takriban wote wakaanza kuandika barua za kuomba msamaha, na wakasema ya kwamba kwa sababu ya malezi madogo tulikuwa tumepotoshwa na fitina hiyo. Sisi tuna uhusiano imara na ukhalifa, na wazo hili la kujitenga na ukhalifa hatuwezi kulifikiri. Hivyo kwa fadhili za Allah wote wamerudi katika nizamu. Huzur amesema kwamba kutokana na mapungufu katika malezi walikuwa wamekosea, lakini pale ambapo wakafahamishwa wakarudi katika jumuiya, na walisema kwamba
tulikuwa hatukwenda mbali na ukhalifa, bali tulikuwa tumekwenda mbali na baadhi ya viongozi. Hali hiyo hiyo iliyokuwa ya wale watokao Gambia na wale waliotoka Ivory Coast. Watu walikuwa wamekuja kutoka nchi mbalimbali, na kila mmoja wao alikuwa anaonyesha hisia zake za upendo na imani. Wakati wa jalsa salana ya Ghana, kama nisemavyo hapo kabla, kutoka jalsagaa hadi mahala pale palipokuwa pameandaliwa kwa ajili ya makazi yetu, kwa kuwa barabara ilikuwa na njia yenye kupenya penya, hivyo umbali huu ulikuwa ukizidi kilomita 1. Njiani kina mama na kina baba walikuwa wakisimama wakiwa wamewabeba watoto wao, na kina mama walikuwa wakiwaambia watoto wao ili wanisalimie. Ilmuradi walikuwa wakionyesha upendo wao kwa njia mbalimbali. Katika mkutano huu wa karne ya ukhalifa, kina mama walioshiriki walikuwa takriban 50,000 na wote walikuwa wakionyesha upendo na utii kwa ukhalifa, na upendo wao huo ulikuwa ukionekana wazi kutoka macho yao na kutoka sura zao na nyuso zao. Kisha watu hawa walikuwa wenye kulinda sala zao, na katika sala zote pamoja na sala ya tahajudi walikuwa wakishiriki. Nilipoenda Nigeria, kama nisemavyo, nilikuwa nimekwenda kwa siku 2 tu. Nafikiri hili ni jambo la ziara yangu niliyofanya mwaka 2004. Mwanzoni, sawa na ratiba, mpango huu wa kwenda huko ulikuwa haupo katika ratiba, lakini baadaye wakasema msikiti umejengwa hivi karibuni, hivyo niende nikauone. Huko watu walikuwepo na kila mmoja wao alikuwa na tamanio la kunisalimia kwa kupeana mkono, na kina mama walitamani kwamba wanione wakiwa karibu zaidi, lakini kutokana na muda mfupi kuwasalimia kwa kupeana mkono ilikuwa vigumu. Lakini wale walioweza kufanya kwa nguvu wakafanya. Katika mkusanyiko huu, mtu mmoja wa msafara wetu akamwambia mama mmoja kuwa sogea nyuma kidogo. Mama huyo akakasirika sana juu yake, na ilionekana kwamba labda mama huyo katika hasira yake akimbeba mtu huyo atamtupa nje, kwamba wewe ni nani unayekuja kati yangu na kati ya khalifa wangu. Hizi zilikuwa hisia zake. Baada ya muda mfupi nikawaambia wanyamaze na wakae chini, ndipo wanajumuiya wote waliokuwa katika mamia wakanyamaza na kukaa chini. Huo ni uhusiano wao na ukhalifa. Dunia inaelewa kuwa watu wanaoishi Marekani ni watu wa dunia tu na hawahusiki sana na dini. Khalifatul Masih Salih rahimahullah taala pia ameeleza tukio moja ya kwamba safari moja alipopokea barua yenye kumtisha. Hapo habari hii iliposhamiri hapa na pale, wataalamu wawili wa idara ya ulinzi waliokuwa wanajumuiya wakafika wenyewe, na kwa usiku kucha wakaendelea kumlinda khalifa. Hivyo hata wa Marekani wana ikhlasi kubwa. Kila nilipoenda katika ziara ya Marekani, kila mara wameonyesha ikhlasi na utii. Hata hapa watu wanaotoka Marekani wanaonyesha hisia zao za ikhlasi na upendo kwa ukhalifa, na matendo yao yanakataa katakata mtazamo huu wa dunia kwamba wao ni watu wa dunia tu. Vijana waliotekeleza wajibu wao mbalimbali wa kulinda mazingira na wakabaki pamoja nami katika safari nzima. Baadhi yao walikuwa wamekuja kwa kuacha biashara na shughuli zao, na wengine wakasema ya kwamba tulikuwa tumeajiriwa hivi karibuni tu, na wakati wa jalsa tulipokataliwa kupata ruksa ya kuja na kukutana na Khalifatul Masih, tukaacha shughuli zetu na tumekuja tu. Makhudam wa Canada wao pia wana hali hiyo hiyo.
wapo vijana, watoto, kina mama, iwe Marekani au Canada au iwe nchi yoyote ya Ulaya, kila mahala na katika kila nchi mifano hii ya ikhlasi na utii inapatikana. Na ikhlasi na utii huu hauwezi kuletwa na juhudi yoyote ya kibinadamu. Miaka michache iliyopita nilikuwa nimetoa hutuba moja huko Ujerumani, na katika hutuba ile nilikuwa nimeeleza mada ya utii wa ukhalifa. Hutuba ile ilikuwa si kwa ajili ya Wajerumani tu, bali ilikuwa kwa ajili ya wanajumuiya wote, lakini kutokana na hali fulani iliyojitokeza kule nilikuwa nimetoa baadhi ya mifano ya Ujerumani. Kwa vyovyote vile wanajumuiya wa dunia nzima wakaonesha hisia zao juu yake, na mara moja wakaahidi kufanya utii uliokamilika wa ukhalifa. Wajerumani pia wakafanya ahadi, na baadhi yao wakasema ya kwamba baadhi ya viongozi wetu wanaanza kutoa maelezo na maagizo mbalimbali tofauti na hawapokei kama yalivyo, hivyo haitatokea tena. Mungu awajalie waendelee kubaki juu yake, na katika kila nchi ya dunia wanajumuiya wawe na roho hiyo hiyo. Kasim Saheb kutoka Urdan anaandika ya kwamba dalili iliyo nzuri na azimu ya ukweli wa Sayyidina Ahmad al-Islam ndiyo hii ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe amezalisha upendo na utii wa ukhalifa moyoni mwangu. Miaka michache iliyopita nilipoamua kujiunga na jumuiya, nikapata wazo moyoni mwangu kuwa je, kwa kweli jumuiya ipo juu ya haki hadi leo na inaendelea na shabaha ile ile ya Sayyidina Ahmad al-Islam au la? Wakati huo sikujua chochote kuhusu ukhalifa. Hapo Mwenyezi Mungu akanionyesha katika ndoto ya kwamba Khalifatul Masih anasambaza usalama na amani, na wale wanaogombana wenyewe kwa wenyewe khalifa mtukufu anapatanisha baina yao. Anasema, niliweka mkono wangu juu ya mkono wako na nikabusu pete yako. Wakati huo nikajihisi moyoni huruma yako na ukarimu wako, ndipo ukazalika moyoni mwangu upendo wako usio na kifani, ambao siku hadi siku unaendelea kuzidi. Mimi nataka kujadidisha baiati yangu, na mimi namchukia kila mwenye kujitoa nje ya utii wako. Kisha nchini Bulgaria wapinzani wetu wanaendelea kuipinga sana jumuiya. Sasa baada ya muda mrefu jumuiya imesajiliwa kule. Mufti wa Bulgaria alijaribu kuwapotosha wanajumuiya akitumia njia mbalimbali ili watoke nje ya jamaati, lakini kwa fadhili za Allah wanajumuiya wote wako imara sana na wanaendelea kuonesha ikhlasi na utii zaidi kuliko awali, na wanaendelea kuthibitisha kwamba uhusiano wao na ukhalifa wa Kiahmadia ni wa kweli. Alikuwepo mama mmoja aliyetembelewa na watu watatu waliojaribu kumpotosha mama huyo, wakisema kuwa ikiwa anaikataa jumuiya hapo watamsaidia kwa mali na fedha. Hapo mama huyo akasema kwa nguvu ya kwamba Ahmadia ni kweli na nimerudi baada ya kukutana na khalifa wangu, na zaidi ya hayo Mwenyezi Mungu amenionyesha ndoto 3-4, na kwa kupitia ndoto hizi amenifahamisha kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya kweli, hivyo sasa siwezi kuiacha kabisa. Mbashiri mkuu wa Benin anaandika, katika mkutano wa wanajumuiya wapya, mwanajumuiya mmoja akiwakilisha wanajumuiya wote wapya alisema, katika dunia hii mtu akikabiliana na shida fulani anakwenda kwa chifu, asipofanikiwa anakwenda kwa diwani, kisha anakwenda kwa meya, kisha kwa waziri, na kisha anamwendea rais wa nchi, na anakuwa hajui kwamba atamsikiliza au la na atafanikiwa au la. Lakini nizamu ya jamaati ni nzuri sana. Jumuiya ina khalifa wake ambaye anaelewa lugha za wote na anawajali wote, na hizi ni baraka za ukhalifa wa jumuiya, ya kwamba leo tumeanza kusoma Qur'ani tukufu na Islam iliyokuwa imeletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam leo imetufikia tayari.
Bidela kutoka Ufaransa anasema nilikuwa nimefanya bayati mwaka 2017. Kila asubuhi nasoma barua yako ambayo imebadilisha maisha yangu na nakuombea katika sala zangu ili Allah akulinde na akusaidie kwa msaada wake maksus. Zuna amesema ya kwamba hisia hizi za kumwombea khalifa wa zama zimezalishwa na Mwenyezi Mungu tu. Mama anasema baada ya kufanya bayati inaonekana kuwa nimezaliwa upya. Mbashiri kutoka mkoa San wa Mali anaandika alikuwepo mwanajumuiya mmoja wa tawi letu Wolo, Bwana Abdurrahman Kolibali sahib. Hivi karibuni tu alifariki dunia. Yeye aliwatolea watoto wake wasia akisema kuwa ikiwa ningekuwa kijana na ningekuwa na uwezo wa kutembea, basi ningefika katika kituo cha jamaati na ningekaa kule na ningefanya kazi yoyote ambayo jumuiya ingenipatia. Na akasema kwa watoto wake ya kwamba anadaiwa mchango wa miezi miwili kwa kuwa kuhusu maisha yake hana habari kwamba yamebaki kiasi gani, hivyo mchango wake utolewe mara moja ili nisiage dunia hii hali nadaiwa. Jambo la tatu, alisema kuwa muendelee kuwa wanyofu na watiifu kwa ukhalifa na muda wote muendelee kutoa michango kwa wakati. Amir Sahib Gambia anaandika kuwa yupo mama mmoja aitwaye Rahmat Jalo Sahiba aliyefanya bayati. Alipofahamishwa kuhusu kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu, mama huyo wakati huo huo akatoa dilasi 100 kama mchango. Anaendesha duka dogo tu na anatoa mchango zaidi ya uwezo wake, na anasema kuwa mimi nataka mapenzi ya Mungu na mapenzi ya khalifa wa zama, na kwa sababu ya uhusiano huo natoa mchango, na anaendelea kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yupo rafiki mmoja kutoka Tajikistan, Bwana Izzat Aman Sahib anasema mama yangu alipokuwa na umri wa miaka 72, siku moja aliugua sana. Kwa miaka mingi alikuwa na maradhi ya moyo na kichwa, lakini kutokana na ugonjwa huo akaugua zaidi na akazofika mno, na kwa sababu ya rai ya daktari jamaa zangu wakakata tamaa. Wakati ule nilikuwa nimesha kutana na Khalifatul Masih, na kwa sababu ya uhusiano huo nilikuwa na yakini kwamba nitakapomwomba khalifa wangu kwa ajili ya maombi, basi Mwenyezi Mungu atapokea maombi yake. Sasa nilipoandika barua ya maombi, katika majibu yake pamoja na maombi ya khalifa pia nikapata dawa za homeopathy na mama yangu akapona. Na wakati huo umri wa mama yangu ni miaka 79, naye ana nia ya kufanya hija, na afya yake ni matokeo ya uhusiano na ukhalifa na kupokelewa kwa maombi yake ya kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia maisha mapya. Huzur anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ili tupate imani na yakini huwa anaonyesha miujiza ya aina hii ili aweze kuthibitisha kauli iliyosemwa na Sayyidina Ahmad alayhi salam ya kuwa yeye ametoka kwa Allah ni ya kweli. Lipo tukio jingine la mtoto mmoja linaloonyesha mapenzi yake kwa ukhalifa. Bwana Tahir Nadim Sahib anaandika kuwa wakati wa ziara ya Uturuki nilipata nafasi ya kumtembelea mwanajumuiya mmoja nyumbani kwake. Nilikuwa nimekaa tu, ndipo mtoto mmoja wa miaka 3-4 akanijia, na baada ya kunisalimia akasema jambo fulani kwenye sikio langu kwamba nataka nimtumie khalifa mtukufu barua ya dua. Je, utaenda nayo? Nikasema sawa, nitaipeleka tu. Hapo mtoto huyo akachora mistari 2-3 kwenye karatasi na akaniletea. Nikasema, umeandika nini katika barua hii? Akasema, nimeandika ya kwamba huzur na kupenda sana. Bwana Tahir anasema barua ile nikaleta hapa ofisini, na kisha majibu ya barua ile kutoka kwangu yakaenda kwake, sawa na kauli ya baba yake. Furaha ambayo mtoto huyo na watu wengine wa familia yake walioipata ilikuwa haina mwisho wake. Pia mbashiri mkuu wa Macedonia anaandika mfano mwingine wa mtoto ya kuwa siku za nyuma wakati wa ziara ya Bosnia
nilipata kuonana na bwana mmoja Mpakistani na nikafanya mahubiri. Tukaendelea kuonana kwa muda. Siku moja akaniambia ya kwamba muda mchache kabla nilikuwa nimekutana na familia moja kwenye uwanja wa ndege wa Dubai. Familia ile ilikuwa familia ya Kiahmadia. Binti yao wa miaka 3-4 alikuwa akisema kwamba tunatakiwa tusali na kusema ukweli. Nilipojua kuwa familia hiyo ni familia ya Kiahmadia, nikamuuliza binti huyo kwamba jambo gani unataka kulifanya katika maisha yako. Hapo akasema, napenda kukutana na mpendwa Khalifa huko London. Anasema jambo lake hilo likaniathiri sana kuwa katika umri huu mdogo tamanio lake kubwa ni kukutana na Khalifa wa zama. Vivyo hivyo kulikuwa na mchezo fulani wa watoto. Hapo nilipowazuia kwamba wasiucheze mchezo huo, kwani mchezo huo unaweza kuwaingiza katika mambo yasiyofaa. Hapo wazazi wakapata wasiwasi kwamba watumie njia gani ya kuwazuia watoto wao. Lakini wazazi wengi wakaniandikia ya kwamba baada ya kusikiliza hutuba yako watoto wakatujia na kusema kwamba kwa kuwa Khalifa mtukufu amesema ya kwamba tusicheze mchezo huo, hivyo hatutacheza. Na hata siku hizi pia napokea barua, watoto wananiandikia ya kwamba je, tunaweza kucheza mchezo fulani kwa muda fulani. Ilmuradi wanafikra hizi ya kwamba kutokana na uhusiano na ukhalifa hatutakiwi tumdanganye khalifa na tufanye kama anavyotutaka khalifa wa zama ili tujirekebishe. Mbashiri wa Honduras anaandika, mwanajumuiya moja aitwaye Parsi Morio alikuwa na matatizo yake mbalimbali. Mimi kwa kuyaona matatizo yake nilimwambia ili amuindikie khalifa wa zama barua ya maombi. Alipoandika barua, anasema matatizo yake yote yakaanza kutatulika yenyewe, na anasema kuwa nimepata nguvu kutoka ughaibuni na imani na yakini yangu juu ya ukhalifa imezidi sana. Bwana Afari Saheb kutoka Morocco anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu amenawarisha moyo na maisha yangu kwa rehema na baraka zake. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia muongozo wake. Nikikuona wewe naanza kupata ladha ya ajabu na napata hisia za namna zake. Ijapokuwa sijapata bahati ya kukaa karibu nawe, kwa yakini hii ni nguvu na upendo wa kweli uliotoka kwa Allah. Mwenyezi Mungu akusaidie sana. Kisha Bi Iman Sahiba kutoka Yemen anasema, mimi nampenda khalifa mtukufu zaidi kuliko nafsi yangu na watoto na wanafamilia wangu wote. Kwa kumwona khalifa mtukufu huwa napata utulivu wa moyo, kisha najawa na yakini ya kwamba Mungu akijalia hali itabadilika tu. Masihi Maud Asam alikuja duniani, kisha baada yake ukhalifa ukaanza ili dunia iliyokuwa imepotea iweze kurekebika, na mioyo yetu ilikata tamaa. Mioyo yetu iliyokata tamaa iweze kupata matumaini. Hali yangu ndiyo hii, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akisema kuwa, ewe Mungu, ikiwa wewe umeturizia basi hatumjali yeyote mwingine. Mimi namwomba Mwenyezi Mungu ya kwamba niwe miongoni mwa wale wenye bahati ambao wewe unawapenda, na wale ambao kutoka kwao na kutoka kwa waume zao na watoto wao umewarizia. Kisha Bwana Tawfik kutoka Tunis anaandika kuwa sisi tunakupenda sana. Tumepanda katika safina yako na tumelelewa katika safina hiyo, na tumekula kutoka chemchem ya Sayyidina Ahmad al-Islam. Tumesimama juu ya ahadi yetu, na bila kujiunganisha na wewe hatuwezi kujirekebisha. Hatutaki dunia isipokuwa matamanio yetu ndiyo haya, kuwa watu waseme kuwa mtu fulani kwa sababu ya kuifuata jumuiya hii yenye baraka amefuzu.
tupate taufiki ya kusimama imara juu ya ahadi yetu na tuweze kutekeleza ipasavyo, na tunakuomba ufanye maombi kwa ajili ya umoja wa Waislamu. Kwa vyovyote vile, hii ni mifano michache niliyoieleza hapo juu inayothibitisha jambo hili ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayezalisha uhusiano wa ikhlasi na utii katika mioyo ya watu, na hakuna nguvu yoyote ya kidunia inayoweza kuinyang'anya kutoka kwao. Masihi Mola Islam alikuwa amesema kuwa nyinyi mtaona ahadi za Mwenyezi Mungu zikitimia barabara. Mwenyezi Mungu afanye ili wengi wetu tuweze kuziona ahadi hizi zikitimia vizuri. Sasa ningependa kutangaza tangazo moja linalohusu MTA. Hii pia ilikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kwamba ujumbe wa Sayyidina Ahmad alayhi salam utaenea duniani. Hivyo kuanzia Mei 27, yani kuanzia siku ya ukhalifa, chaneli hizi zimeanzishwa kwa ratiba mpya. Maelezo yake na yaeleza hapa. Mwanzoni katika baadhi ya nchi, hasa katika nchi ya Marekani, shida fulani ilikuwa imetokea, lakini sasa tuna imani itakuwa imekwisha. Lakini kwa vyovyote vile, nizamu hii mpya iliyoanzishwa sawa na nizamu hii na kwa mujibu wa sehemu mbalimbali za dunia, MTA imegawanywa katika chaneli 8. MTA 1 ni chaneli ambayo itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa baadhi ya maeneo ya Uingereza na Ulaya, na lugha za msingi zitakazotumika katika chaneli hii ni Kiingereza na Kiurdu, na vipindi vya lugha hizi vitarushwa katika chaneli hii. Pia vipindi vingine vya lugha zingine vitarushwa pamoja na tafsiri ya Kiingereza na Kiurdu. Vipindi vyangu vya mubashara na vingine vitakavyorekodiwa vitarushwa na chaneli hii ya MTA 1 World katika chaneli zingine pia. MTA 2 Ulaya, chaneli hii itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa Ulaya na Mashariki ya Kati. Katika chaneli hii vipindi vya lugha za Kiurdu, Kiingereza, Kituruki, Kifaransa, Kihispania, Kijerumani, Kidachi na Kiajemi vitarushwa katika chaneli hii. Muda huu vipindi vya lugha mbalimbali vya masaa mawili vinarushwa. Hivyo vipindi vya lugha zilizotajwa hapo juu vitaongezwa. MTA 3 Al-Arabia, chaneli hii itaendelea kufanya kazi kama kawaida na lugha yake ya msingi itakuwa Kiarabu. MTA 4 Afrika, chaneli hii itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa nchi za Afrika Mashariki na Magharibi, na lugha za msingi za chaneli hii zitakuwa Kiingereza, Kifaransa na Kiswahili, na vipindi vitarushwa katika lugha hizo. MTA 5 Afrika, chaneli hii itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa Afrika Magharibi, na lugha yake ya msingi itakuwa Kiingereza, na pamoja na hayo vipindi vya lugha za Krioli, Hausa, Twi na Yoruba pia vitarushwa. MTA 6 Asia, chaneli hii itatumia Asia Set na itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa Asia Mashariki ya mbali, Indonesia, Japan, Australia, New Zealand na nchi za Urusi. Lugha za msingi zitakazotumika katika chaneli hii ni Kiurdu, Kiingereza na Kiindonesia. Pia vipindi vya Kiurdu, Kiingereza, Kibangla, Kisindhi, Kisaraiki, Kifarsi, Kiindonesia na Kirusi vitarushwa. Hapo kabla pia vinaendelea kurushwa, lakini kumefanywa mgawaniko fulani, na sawa na wakati mabadiliko haya yamefanywa na nchi husika zitakuwa zimeshapata ratiba zake. MTA 7 Asia, chaneli hii ni ya HD, itaweza kuonekana juu ya dishi ndogo na itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal na kadhalik, na lugha za chaneli hii ni Kiurdu, Kibangla na Kihindi, na pamoja na hayo vipindi vya lugha za Tamil na Malayalam pia vitarushwa juu yake. MTA 8 Amerika, chaneli hii itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa Marekani kaskazini na Canada. Inaendelea kurusha matangazo, lakini ratiba yake imebadilishwa kidogo, na vipindi vilivyokuwa vikirushwa juu yake vitaendelea kama kawaida, na jina hili la MTA 8
Amerika ambalo chaneli hiyo imepewa itakuwa kwa ajili ya watazamaji wa Marekani kaskazini na Canada, na lugha zake zitakuwa Kiingereza na Kiurdu, na pamoja na hizo vipindi vya Kihispania na Kifaransa pia vitarushwa. Vipindi vya Rahe Huda, Al-Hiwar al-Mubashir na kipindi cha Bangla, vipindi hivi vitarushwa juu ya chaneli zote za MTA pamoja na tafsiri za msingi za chaneli hizi. Kisha kuna kipindi cha Journal Islam kitarushwa juu ya MTA2 Ulaya. Horizon D Islam, kipindi hiki kitarushwa juu ya MTA1, MTA2 Ulaya, MTA4 Afrika na MTA5 Afrika katika lugha ya Kifaransa, na tafsiri yake pia itakuwepo. Pia kipindi cha Intikhabe Sukhan na kadhalika na vipindi vingine vitarushwa katika MTA1, MTA2 Ulaya, MTA6 Asia, MTA7 Asia. Hivyo sawa na chaneli hizi mabadiliko fulani yamefanywa, lakini katika settings zake utakuwa hakuna mabadiliko yoyote, na chaneli hizi zimepewa majina haya. Nizamu hii iliyotengenezwa, Mwenyezi Mungu atie baraka tele katika nizamu hii na aifanye MTA ili iweze kufikisha na kusambaza zaidi na zaidi ujumbe wa kweli wa Islam duniani kote. पहले से बढ़कर इस्लाम का हकीकी पैगाम दुनिया को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.